Yes, karibu tena ndani ya media yetu Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson, reporter mwenyewe. Naendelea kuwapasha habari zifuatazo ama habari za uhakika na usalama katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mbele ya kuzungumza, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kila mara kipindi chetu kikufikia umekuwa tayari kuona mambo zetu tunaendelea kuongelea mara kwa mara ndani ya media Bukavu TV. Mimi mwenyewe ukinipata ukiniona katika mnara huyu muda wetu wa saa 12 na dakika 20 kuwapasha habari ndani ya media ndani ya mnara hapa Bukavu TV. Katika eneo hii leo kwa sasa ni muda wetu wa jioni kuwapasha habari zimeendelea kupatikana mchana ama muda wa jioni, na katika mada ya leo ndani ya media naendelea kuwapasha habari inatokea eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Inabidi ufanye subscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikie mara moja kwa moja, na kama hujajia bore endelea kupartage, tumia marafiki zako ama vipi. Watu wengi kwa ujumla nawaambia nyinyi wote na watakia hata kwa kweli muwe na sisi, muwe na usikilivu mema, mweneko unatusikiliza vizuri na mweneko kupartage na mweke comment ya umuhimu, sio comment ya kutusi watu ama sio. Na kwa sababu television inataka watu makini, wale watu wa utaratibu, na watu wale mashabiki wangu wanatamani wale mashabiki wana heshima, wana discipline. Sitaki mashabiki wala wana discipline, washabiki wangu wawe na discipline, kwa sababu ukiwa na discipline mambo yote yatakuwa mzuri zaidi ama sio. Na kwa kweli tukirejea katika kuwapasha habari sasa tumekuwa nayo katika mchana ama jioni ya leo, nitawapeleka katika eneo ya Ruchuru Masisi. Hatua kiongozi Governor Bahati anaendelea kufanya mkutano na wakaaji kutokea eneo ya Bwito katika sheferi ya Bwito. Hatua Bwito huko Masisi na Ruchuru kumeendelea vijana 200 wameenda katika centre de formation ya Komba, wamejitolea kwenda kufanya kazi, wanaenda kufanya formation la guerre, wanaenda kuwa makombata, wanaenda katika mistuni katika eneo ya huko katika eneo mahali wanafanya mafunzo ya kijeshi. Na hatua Bahati ama kiongozi huyu Governor anaendelea kufanya mkutano na wakaaji katika eneo ya Bwito. Wakaaji wamekuwa wengi sana wa Bwito na wengi wamesherekea huko, na mkiangalia jana ilikuwa ni tarehe 16, walikuwa katika eneo ya hapo Ruchuru na hapo Masisi eneo ya Bwito, na wakaaji wengi ama raia population ya huko wanaendelea kusherekea sana na kusema hao kwa kweli wahasi hawa inabidi wabaki eneo hiyo. Lakini katika mambo yenye iko tofauti katika jamhuri ama katika nchi nyingine, hakuweze kuwa viongozi wawili katika eneo ama vipi? Inabidi kiongozi anajulikana ni umoja tu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni Antoine Felix Tshisekedi katika rais wa nchi wa Kongo. Na kwa sasa mambo nikiwapeleka sasa kuwapasha habari ya jioni tena imechamuka kabisa, na wapeleka eneo ya Sange tayari. Hatua mambo inaendelea kubadilika. Hatua wanajeshi wa wazalendo na wajeshi wa FARDC wameamua kushambulia wahasi katika eneo ya Sange, lakini kabla kuwashambulia wamepata wahasi tayari wameshajua kama hawa watu wanakuja kuwashambulia. Hii ni habari na waletea katika media, na wengi wanajiuliza tayari mambo yanaendelea kupitikana katika eneo gani ya Point Zero. Habari tuko nayo, watu wengi walikuwa wanajua Point Zero imesha kuchukuliwa na waasi wa M23. Bado watu wengi waliona kwenye mtandao wanasema tayari Point Zero iko kwenye mikono labda, lakini taarifa inawaletea ya uhakika na usalama na kuendelea kuwachunguzia habari za ukweli uongo. Hiyo habari hiyo nawaambia sasa, FARDC pamoja na wanajeshi IBU na wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kuweka mire ama security eneo yote ya centre ama katika Point Zero katika eneo tofauti, na FARDC inaendelea kufunga barabara zote zenye waasi wanaweza kupandia juu, wakiendelea kupeana lamforo katika milima ya Minembwe na Mikenge katika eneo ya Mageregere na katika eneo ya
Angola, na huko kote tayari M20 wanajeshi wa FARDC wameweka ulinzi huko, kwa sababu waeke tayari security. Ni je, adui asikuje kwa kupenya kwenda kufanya maarifu katika eneo tofauti. Lakini katika mara kwa mara tumeona tena tukiwapeleka katika eneo ya Walungu, hatua wazalendo wa Walungu wamezungumza maneno mzito, hatua kusikiliza kiongozi William Yakutumba akitangaza katika eneo ya Uvira. Jana ilikuwa tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2026, amezungumza kwa sababu hakuna mwanajeshi yote ataondoka ndani ya kambi bila ruhusa ya serikali, na akasema tayari kila mwanajeshi wote atapokea dola 325 kwa Kifaransa, $325, na amesema tayari wanajeshi wataenda kulinda waraia wa Wanyamulenge na kabila wa Fulero wa Nyindu wako katika milima ya hapo Minembwe na hapo Mikenge. Na sasa mambo imebadilika. Sasa wazalendo wamesema hao hawatakubaliana kenye kiongozi William Yakutumba anavyozungumza. Wanasema William Yakutumba ni vyake na wazalendo nao ni vyao, ni vitu, ni chama tofauti, na amesema hao hawatakubali Kenya anavyozungumza, kwa sababu kama tayari wanapigana na adui wanamuita tayari Mnyamulenge, hakuna nia ya kufanya nini, kumchunga. Amesema hivyo, lakini katika comment mtaniambia tayari hao watu inabidi walindwe ama wafanye nini? Lakini kwa sababu tayari ni wakaaji wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, inabidi wapewe protection kama raia wengine. Mwanajeshi aacha apambane na mwanajeshi mwingine, kwa sababu Twirwaneho ni wanajeshi tayari wako na silaha, na FARDC inabidi pambane na mwenye iko na silaha. Wazalendo inabidi mpambane na mwenye iko na silaha, hapana pambana na raia mahali popote. Gisi kiongozi William Yakutumba gisi anavyozungumza ako right kabisa, ama sio? Na kisi unavyonisikiliza, hebu tuelekee katika eneo ya kuwapasha habari ya Walungu. Hapo sasa viongozi hawa wa chama cha wazalendo wa Walungu wamesema, William Yakutumba anasema kila mwanajeshi wa wazalendo atapewa dola 325 $325, lakini hao hawajai pewa hata shilingi moja, hawajai pewa hata msaada yoyote. Na hiyo dola hao watapewa ama kivipi? Hii ni habari kutokea ndani ya media, nenda kuwapasha mara kwa mara muda wa saa 12 na dakika 20 kuwapasha mara moja wa jioni, nikiwapeleka sasa mahali inaitwa Katogota. Ulima wa Katogota hapo kumepitikana mrupuko wa mabombe karibu 3 muda wa saa 11 wa jioni. Hiyo mrupuko ilikuwa ikitokea ikipiga Katogota, inaelekea katika inaitwa eneo ya huko Kitara huko. Sasa masasi melia hiyo pande, na watu wengi wameendelea kuwa na wasiwasi, wanasema tena mambo inabadilika. Lakini tukiwarejesha katika mji wa Uvira, hatua kiongozi ama meya wa Uvira alikuwa jana tarehe 16 mwezi wa pili mwaka wa 2026, hatua alikuwa anaendelea kufanya mkutano na watangazaji wa habari kutokea mji wa Uvira. Akasema tayari hao wanakuja kurejesha amani na kuendelea kufanya usafi katika eneo ya Uvira, lakini wakahaji wakamuuliza maswali mengi, kwa sasa kama umekuja kurejesha usalama katika ndani ya Jamhuri ya Uvira ama ndani ya eneo ya Sud Kivu, na kwa sasa tuko na changamoto kadhaa, na wakazungumza kusema changamoto wanapata tayari ni changamoto Regideso, maji ya kunywa ama maji ya mto, na akasema ni kwa sababu RSNL mambo ya stima, moto muda Uvira unapotea mara kwa mara, na wakasema tayari wamekosa ni je, wanaweza kufanya nini? Adui anaweza kuingia mara kwa mara, ama wanaweza kujipata mashida inatokea mara kwa mara kwa sababu ya kosa umeme ama kosa maji. Marupuko inaendelea kupitikana katika eneo ya Uvira, na kiongozi huyo anasema tayari meya wa Uvira hao wako tayari kurejesha kila kitu kwa usalama, na kwa kweli kila kenye kilikuwa kimekosekana kitarejea kwa usalama. Na akazungumza maneno mengi ya uzito, siweze kuja kueleza yoyote, lakini maneno amezungumza ya mzingo. Anasema tayari eneo ya Uvira umerudi gisi ulikuwa muda wa kitambo, kwa sababu MONUSCO pamoja na wanajeshi wa FARDC wanataka kuwa pamoja katika mji wa Uvira, na ametangaza katika eneo yote maire de la ville hapo mji wa Uvira hapo, meya hapo. Na kwa sasa nikiwapeleka
eneo ya Bukavu kwa sasa, hatua wanajeshi wa M23 katika kambi cha hapo Kansayo na katika kambi ya eneo tofauti hapo sehemu zingine. Wanajeshi hawa wamechukuliwa karibu 750, wanaendelea kuingia katika eneo ya mapambano ya kivita. Ngoja niwapeleke sasa katika eneo ya muji ya hapa Kasese. Niliwaambia muji wa Kasese ilikuwa jana katika taarifa nilikuwa niwapea. Kasese eneo ya Shabunda. Niliwaambia kulipatikana wanajeshi wale wasiojulikana, ni wazalendo, walikuwa na silaha 7. Wale wameshashikwa, habari niko nayo kwa sasa, wameshikwa muda wa saa 10. Wameshikwa na wazalendo wenzao mpaka wamepeleka katika uwanja wa mapigano ili waende kupigana na adui. Wote wamepelekwa wapi? Wamepanga line wote wakielekea katika milima ya Uvira. Hii ni taarifa naendelea kuwaletea mara kwa mara ndani ya media ya Bukavu TV. Endelea kunisikiliza mara na ukuwe makini kuwa pamoja na mimi ndani ya media ya Bukavu. Ukiendelea kufanya subscribe, uendelee kujiabone, utaendelea kutufuatilia 5 kwa 5. Na mbele ya kuja kuzungumza maneno mengi hapa ama kuja kutusi watu ndani ya media, jitahidi basi sikiliza vizuri na uchembue maneno watu wanazungumza, ili ukipata neno ya kuongea ujue kweli utaanzia wapi kwa kutuma ya watu comment, ama sio? Usije kwa kutuma comment ya matusi, bado kuna maneno mazuri tuliongelea ndani, ama sio? Mashabiki zangu, naomba tuwe na utaratibu, tuwe na heshima, tuwe na respect, kwa sababu respect ni ya muhimu. Hata rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anatakia watu wote wawe na respect, ama sio? Na kila mahali popote iko, nous sommes tout le monde congolais, vous êtes donc respecté, s'il vous plaît. Na tuendelee kufanya nini? Partager, na tuendelee kutuma kwa watu kwa tofauti, kwa magrupe tofauti, tuendelee kupartager YouTubers hii ifike na watu. Nataka huyu mwezi tumalize umekuwa na 10,000 ya watu tafadhali, kwa sababu mambo ni mengi zaidi. Na mashabiki zangu nawapenda zaidi, tena nawaambia, nawatakia nyinyi, nawapenda, ni watu wangu wa muhimu kila mahali popote huko. Wewe ni shabiki wangu, I love you so much. Naomba tuendelee kuweka comment kwa wingi na tuendelee kusubscribe tafadhali. Naona tunaanza kupunguka, lakini naomba tafadhali tusubscribe, kwa sababu ikiwa mara kwa mara nikiweka video unaona notification hapa haraka haraka, ili mambo ikufikie na usikie mchana kulenda vipi, asubuhi kumeamka vipi, na jioni kumeendelea vipi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ama eneo kingine, kwa sababu nitakuwa niwaletea mambo tofauti. Lakini ngoja niwaambie, kila mara ndani yangu nawapasha neno moja, nawaambia inabidi kila mara tuongoze na wale walio tusikiliza. Mtu anao sio kusikiliza usimkubali, lakini ukiona ana maonyo, ana uwakili na uhakika, tumsikilize, kwa sababu kuna mengi anaweza kuwa anakusaidia wewe katika industry yoyote, ama sio? Na hata mimi ni mvumilivu, nasikiliza mtu anayonishauri, nasikiliza mtu anayonipenya maneno ya ukweli, ama sio? Lakini yule anayonipenya maneno ya uongo naondokea kwa umbali, simtusi na siweze kumjibu yoyote mbaya, kwa sababu sitaki kuwa kama yeye. Najitahidi kufanya nini? Kumsikiliza kwa makini, na nikiona tuelewane vizuri nafanya kitu moja, na pia mbali namwambia ndugu yangu, nakuaga niko busy zaidi, lakini sijapata muda tuongee, kwa sababu umejilinda kuingia kwenye hatarini ya maneno tofauti, ama sio? Hata mashabiki zangu, naomba tuwe makini kila mara. I love you so much, nawatakia jioni njema. Tupatane muda wote wa saa 1 asubuhi kuwapasha habari ndani ya media Bukavu TV. Habari asubuhi isikupotee. Endelea kufanya subscribe, like, comment. I love you so much.